Kabwiga unatuhumiwa kwa kosa la kuwatapeli wafiwa kwenye eneo la chumba cha mochwari. Namaanisha chumba cha kuhifadhia maiti. Mnamo tarehe 22 mwezi uliopita mwaka huu, ulifika katika eneo la chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali ya Bumbire, ukajifanya ni mmoja wa wafiwa. Ukatumia mwanya wa wafiwa kuwa katika kipindi cha majonzi na kuwatapeli. Ni kweli au sio kweli? Na Bakisogo, hiyo sio kweli. Halali mlalamikaji kafika? Ndio mheshimiwa mtukufu hakimu, mlalamikaji amefika. Mlalamikaji, panda kizani. Mlalamikaji, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Mzee Mkali Kinjabatwa Kanjwa Mashishi. Unasali dini gani? Ni Mkristo. Shika kitabu hiki na uamshe mkono. Utaapa kwa kurudia maneno nitakayotamka. Taja jina lako. Kwa majina naitwa Mzee Mkali Kinjabatwa Kanjwa Mashishi. Ninaapa. Ninaapa kwa maneno nitakayotamka ndani ya koti hii. kwa maneno nitakayotamka ndani ya koti hii. Ni ukweli. Ni ukweli. Na ni ukweli mtupu. Ni ukweli mtupu. Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu nisaidie. Majina naitwa Mzee Mkali Kinjabatwa Kanjwa Mashishi. Je, unaweza kuielezea mahakama unafahamu nini kuhusu kesi hii? Ndio. Haya, eleza. Nakumbuka ilikuwa tarehe 22 mwezi uliopita. Mimi nilikuwa na mke wangu kipenzi. Nikaenda hospitali nikiwa pamoja na ndugu zangu na ndugu za marehemu wangu. Nilipofika hospitali nikakutana na kijana anaitwa Kabwiga. Akasema yeye ni mmoja wapo kati ya ndugu za mke wangu. Kwa hiyo tulisaidiana katika mambo mengi, lakini baadaye kulingana na majonzi tulikuwa nayo hatukuweza kukumbuka vitu vingine mapema kama sanda, jeneza na gari la kusafirishia maiti. Kabwiga wakati tunakumbushana hayo, Kabwiga akasema kwamba yeye ana watu walio karibu na yeye ambao wanauza jeneza, wanauza sanda, na pamoja na mtu wa gari ambaye anaweza kusafirisha mwili wa marehemu. Tukampatia pesa ya kununulia jeneza, kukodi gari, kupeleka mwili wa marehemu pamoja na kununua sanda. Lakini hapo hapo akatukumbusha, akasema kwamba yeye hana pesa, hana salio kwenye simu yake. Kwa hiyo akaomba na simu kwa ajili ya kuwasiliana na wale jamaa zake. Kwa hiyo hivi vitu vyote tukampatia, akawa anaondoka. Alipoenda kurudi, tukasubiri kwa baada ya muda mrefu. Ndio tukaanza kuulizana pale. Wakati tunaulizana, watu waliokuwa pale wanamfahamu wakasema yule kijana ni tapeli. Ndio maana ndio hapo tukaenda polisi, kutoa taarifa polisi, polisi wakafuatilia, wakamkamata, ndio wakamleta mahakamani. Yangu ndio hapo. Je, unaweza kumtambua mshukiwa wa kesi hii katika koti hii? Ndio naweza kumtambua. Yuko wapi? Huyo hapo.
Mheshimiwa Mtukufu Hakimu, mlalamikaji ameweza kumtambua mshukiwa wa kesi hii katika koti hii. Kabwiga, una swali lolote kwa mlalamikaji? Gaji yake. Ongea. Niongee niulize. Uliza. Sawa. Mr. Mkali Tinjabatwa Nkanjura Mashesha. Umeieleza vyema mahakama kwamba ulifiwa na mke wako kipenzi, na mimi na wewe tumekutana eneo la chumba cha mortuary, yani chumba cha kuhifadhia maiti. Kweli au sio kweli? Ni kweli. Na ukaieleza vyema mahakama kwamba baada ya kupata ule msiba uliongozana na ndugu zako, upande wako na upande wa mkeo. Kweli au sio kweli? Ni kweli. Kabla ya msiba wa marehemu mkeo, uliwahi kuniona nyumbani kwako? Hapana. Hapana. Kati ya wale ndugu wa upande wa mkeo na mimi nilikuwa miongoni mwao mwa wale ulioongoza nao? Hapana. Mulipotoka nyumbani kwenda hospitali ya Bumbire Hospital, uliwahi kuniona nyumbani kwako? Hapana. Hapana. Na umeieleza vyema mahakama kwamba ulinipa fedha kwa ajili ya kwenda kununua jeneza, sanda pamoja na kodi gari la kusafishia msiba. Ni kwa nini au kuamini ndugu zako uliotoka nao nyumbani, upande wa mke na upande wa mume, na ukaja kumwamini Kabwiga ambaye umekutana naye kwenye eneo la chumba cha kuhifadhia maiti? Niliweza kumwamini Kabwiga au kuamini wewe kwa sababu kwanza ulijitambulisha kama ndugu mojawapo wa marehemu mke wangu. Halafu tulishirikiana kufanya kazi mbalimbali pale za kusaidiana mzee, mpaka unakuja kuniamini mimi na kuja kunipatia hizo fedha kama kweli mimi sio ndugu yako. Wewe Kabwiga, ongea kistaarabu. Mzee Mkali Tinjabatwa Nkanjura Mashesha, udogo tu, uliwahi kuniona nyumbani kwenu kabla ya mkeo kufa? Hapana. Jeneza lilikuwa na thamani shilingi ngapi? 2.5. Gari la kusafirishia mwili Ulituambia kwamba 500,000. Na sanda ilikuwa ni shilingi ngapi? Kama wale watu na wewe sio matapeli, kwa nini hamkushtuana mapema kwamba huyo mtu sio ndugu yenu bali ni tapeli? Sasa wale watu mimi nilikuwa siwafahamu, lakini wao walikuwa wanakufahamu. Mheshimiwa Mtukufu Hakimu, sina swali la ziada kwa Mr. Mzee Mkali Tinjabatwa Nkanjura Mashesha. Kuna shahidi yoyote amefika? Ndiyo Mheshimiwa Mtukufu Hakimu. Shahidi amefika. Unaitwa nani? Naitwa Alganira Mkali Nkanjura Mashesha. Ni dini gani? Dini ya Kristo. Chukua hiki kitabu. Nyosha na mkono wa kulia. Utaapa kwa kurudia maneno utakayoyatamka. Sema mimi Alganira Mkali Nkanjura Mashesha. na hapa
naapa katika koti hii katika koti hii kuwa maneno nitakayotamka kama maneno nitakayotamka ni ukweli ni ukweli mtupu. mtupu. Mwenyezi Mungu nisaidie. Mwenyezi Mungu nisaidie. Unaitwa nani? Naitwa Ganyira Mkali Mkaliambasheshi. Je, unaweza kuielezea mahakama ya koti hii unafahamu nini kuhusu kesi hii? Ndiyo. Unaweza ukaieleza mahakama unafahamu nini kuhusu kesi hii? Ndiyo. Nieleze.